الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ama baada ya utangulizi huu mfupi wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kupeleka ziada za rahma kwa kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, nitoe shukurani za dhati kabisa kwa uongozi wa msikiti huu Masjid al-Qadiriyya maarufu Msusa kwa kuandaa jambo kubwa kama hili, jambo la kheri kwa ajili ya kuhuisha dini katika maisha ya watu, dini ambayo leo imekufa au kama haijakufa basi iko maututi, na kuhuisha imani ambayo imedhoofika au imekufa kabisa kwenye mioyo ya watu, na kuhuisha kwake sio kwamba patahitajika labda tutelemshe mvua. Ardhi kuhuika kwake ni kutelemsha mvua au kupatikana maji, lakini nyoyo kuhuika kwake kunahitaji kusikiliza sana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na kila mtu anapojiweka mbali na kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, basi mtu huyo anasababisha moyo wake kuwa mgumu, na moyo ukiwa mgumu hatari yake ni kubwa sana. Moja ya hatari zake, moyo huu unapoteza hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukipoteza hofu ya Allah balaa lake linakuwa ni kubwa. Na moja ya alama za moyo uliopoteza hofu ya Allah ni pale anapotajwa Allah au Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au unaposomewa maneno ya Allah, au unapokumbushwa kuhusu adhabu za kaburi, za kiyama, za jahannam na neema zinazotokea huko mbele. Moyo huu unakuwa hauna habari na wala hauwezi kudondosha hata machozi kwa kuathirika. Moyo ambao hauwezi kulia kwa hofu ya Allah, huu ni moyo una ishara ya kuwa uko maututi, unaelekea kwenye kifo. Ndio maana Mtume miongoni mwa vitu alivyovitolea ofa ya kimvuli siku ya Kiyama ni jicho liliolia kwa sababu ya kumwogopa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ile jicho linaashiria hofu ya nani? Ya Allah. Kwa hiyo watu hawa wa Msusa, Allah walipe kheri kwa kuandaa jambo hili ili kuhuisha imani hizi ambazo ziko maututi. Lakini pia tuwashukuru waumini
waliokubali kutenga muda wao kukaa misikitini humu kwa ajili ya jambo hili. Msijione kwamba mmefanya jambo dogo kwa kukaa kwenu humu ndani katika zama hizi ambazo zina vishawishi vingi vinavyosababisha watu wasione raha kukaa ndani ya msikiti. Akili zao zote zinawaza nje ya nini? Ya msikiti. Kuna mengi yanafanyika huko ambayo wanahisi kwamba yanatoa roho, yani yanatoa raha, wenyewe wanamwagilia moyo. Ukiona wewe unahisi raha kukaa ndani, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mada yetu ya leo katika masiku haya ya mfungo 3, leo tukiwa tupo mwezi 4 kama sikosei, iwe kwa muandamo wa maeneo yetu au kwa muandamo wa mataifa, kesho ni sawa na mwezi 5. Mada yetu kama ilivyotanguliza kutajwa, mambo gani ambayo tunatakiwa tujipambe nayo sana, au matendo gani ya kufanywa katika masiku haya. Ndugu zangu, jambo la kwanza kabisa tujue kwamba tupo katika miezi ya Hija. Allah anasema ndani ya Qur'an, al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Akaenda akasema watazawadu fa inna khayra zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Anaelezea kwamba hija ina miezi yake maalum, na miezi yenyewe ni mitatu. Mfungo mosi ambao ni Shawwal, mfungo pili ambao ni Dhulqaada, mfungo 3 ambao ni Dhulhijja. Hii ndiyo miezi ya hija. Nini maana ya miezi ya hija? Kwa maana ndiyo miezi ambayo inafaa kuhirimia hija, yani kunuia ibada ya hija. Ukinuia ibada ya hija nje ya miezi hii, mbele ya ulama ifungamana, kwa sababu miezi iliyokusudiwa ndio hii. Alhajju ashhurun ma'lumatu, hiyo moja. Hija ina miezi yake maalum. Jambo la pili, tujue kwamba tupo katika miezi mitukufu. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Hakika idadi ya miezi mbele ya Allah ni miezi 12. Miezi hiyo utaratibu wake imewekwa katika kitabu cha Allah tangu siku alipoumba mbingu na ardhi, lakini mbele akasema minha arba'atun hurum. Katika hiyo miezi 12 kuna 4 mitukufu. Kwa pointi ya pili, pointi ya kwanza, tupo ndani ya miezi gani? Ya hija. Pointi ya pili, miezi yenyewe, kuna miezi ambayo tupo ni miezi mitukufu, iko 4 wanasema ulama, kwa kumfatisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipoitaja alisema thalathatun sardun wa wahidun fardun, mitatu inafatana, mmoja uko peke yake. Inaofatana anakusudia Dhulqaada mfungo 2, Dhulhijja mfungo 3, na Muharram mfungo 4. Hii mitatu imefanyaje? Imefatana. Na mmoja uko peke yake anakusudia Rajab, anauita shahrullahi Rajab, mwezi wa Rajab. Hii pointi ya pili. Pointi ya 3, tujue tupo mwisho wa mwaka. Tuko mwisho wa nini? Wa mwaka. Swali msingi,
tunaumalizaje mwaka? Mwenyezi Mungu ana hikima zake kutuwekea mwisho wa mwaka mwezi wa mfungo 3, alafu mwanzo wa mwaka mwezi wa mfungo 4 Muharram. Yani tunahitimisha mwaka na mwezi mtukufu, tunauanza mwaka na mwezi gani mtukufu. Hilo pia tulijue. Tumezoea sisi tunafunga mwaka na kafara nyingi za waganga, matukio mengi yasioeleweka. Ukiuliza waambiwa huu mwisho wa mwaka, mbona matukio mengi hayaeleweki, watu wanakufa, watu wanapotea. Huu mwisho wa mwaka, vumilia, huu mwisho wa mwaka. Sasa hapa tuone Uislamu unavoonesha mwisho wa mwaka unavyotakiwa uwe na watu wengine wanavyoelewa mwisho wa mwaka uwe. Tumewekewa mwisho wa mwaka, sisi Waislamu tunafunga mwaka na ibada kubwa kabisa katika nguzo za Uislamu. Nayo ni ibada gani? Ibada ya hija. Walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa'adhin fi nnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Lingine katika huu mwisho wa mwaka, jambo la 4, kuna ule mwezi wake wa kuhitimishia mwaka. Huu mwezi wa mfungo 3 ni mwezi wa 12 katika ile miezi ya mwaka ya tarehe za mwandamo. Ndani ya mwezi huu wa 12 wa mfungo 3 kuna siku 10 za mwanzo, ni siku tukufu ulimwenguni. Mashekhe waliopita wameeleza. Na mwanzo wa mwaka ambaye ni Muharram, ndani ya mwezi wa Muharram kuna siku zingine 10 ziko pale mwanzoni tukufu. Lengo tuanze mwaka vizuri, tuumalize nini vizuri. Mlango huu wa masiku haya 10 asili yake inakuwa ni hadithi iliyokuwa katika sahih, na ameitaja al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kwenye Riyadhus Salihin. Hadithi maarufu na mashuhuri, na kila shekhi atakayeelezea masiku haya lazima hiyo hadithi aisome, na vitabu vingi vilivyoelezea mambo haya lazima hiyo hadithi iwepo, kwa sababu ndiyo aslu hadha albabi, ndiyo asili ya mlango huu. Al-Imamu Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake kinachoitwa Lataiful Maarifi fi mawasimi al-ami min al-wadhaifi, akielezea Lataiful Maarif, maarifa mazuri au mepesi katika kuelezea yale yaliyomo kwenye misimu ya mwaka mzima, min al-wadhaifi, katika majukumu ya kufanya. Yani Muislamu kwenye mwaka mzima ana majukumu ya kufanyaje? Ya kufanya, ila kwa sababu ya kukaa mbali na watu wa ilmu tunaona hatuna majukumu yoyote, tupo tu. Lakini tukikaa karibu na watu wa ilmu tutajua kwamba kila mwezi unapoingia una jambo lake. Uislamu umepanga mambo yake kwa seasoni. Tumetoka Ramadhani tukaingia Shawwali, tunahangaika na hija, miezi ya hija. Tukitoka hapo tunaingia Muharram, tunahangaika na mwezi mtukufu Muharram na ibada zake. Tunakaa kidogo, tunaingia Safar, tunaingia mfungo 6, habari za mtume ndo alizaliwa, hivyo hivyo. Mara tumeingia Rajabu, mtume alienda wapi? Miraji. Kwa unakuta mwaka mzima tuna misimu ya mambo mengi ya kuhangaika nayo. Akaiweka hadithi hii Ibn Rajab mwanzoni, na mwenye Riyadhus Salihin alipoelezea ubora wa masiku haya
Cha ajabu hakuelezea hadithi yoyote nyingine zaidi ya hadithi hii, kisha akaondoka zake. Hadithi yenyewe inasemaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam. Hakuna katika masiku ya mwaka al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam. Hakuna katika masiku ya mwaka al-amalu salihu, matendo mema, fiha, ndani ya masiku haya, ahabbu ila Allahi ta'ala, yanampendeza zaidi Allah, min hadhihi al-ayyami, kulikoni masiku haya. Anakusudia masiku haya 10. Matendo mema ni yapi? Dr. Mustafa Dibul Bugha akisherehesha hadithi hii kwenye Riyadhus Salihin, akisherehesha akasema, al-amalu salihu, anakusudia al-ibada wat-ta'a wat-takbir. Matendo mema ni ibada na taa za kumtii nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wat-takbir, na kufanya sana takbira. Ndiyo matendo mema hayo aliyokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema hakuna katika masiku ya dunia matendo mema ndani ya masiku hayo yanampendeza zaidi Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam, kulikoni masiku haya. Masahaba walikuwepo kwa niaba yetu, wakauliza swali ambalo hata sisi huenda tusingefikiria, au kama tungefikiria tungeuliza kama hilo. Walisemaje? Ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wala aljihada fi sabilillah, hata jihadi ikifanyika ndani ya masiku mengine haina thamani na amali ya mtu aliyoifanya ndani ya masiku haya. Wanauliza vizuri waelewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, wala aljihada fi sabilillah, hata hiyo jihadi pia haifikii amali ambazo mtu kapambana kujibidiisha kufanya ndani ya masiku haya. Sio jambo dogo ndugu zangu. Tena Mtume akafanya istithna, akavua, akatoa kitu kimoja tu ambacho kikifanyika nje ya masiku haya, hicho kitu ndo kitakuwa bora kuliko amali yoyote iliyofanywa ndani ya masiku haya. Ito gani? Akasema, illa rajula, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi wa mali, ametoka kwenda jihadi kwa mali yake na nafsi yake. Yani yeye mwenyewe kaenda na mali yake katoa, sio katoa mali yeye mwenyewe kabaki nyumbani, au kaenda lakini kachangiwa. Aende mwenyewe kwa mali yake na nini na nafsi yake, alafu wala yarji' min dhalika bishay'in, alafu kikawa akijarudi kitu, yeye kafia huko huko na mali yake huko huko. Huyu ndiyo atampita mtu aliyejibidiisha kufanya mema ndani ya masiku haya. Jambo dogo hilo? Si dogo ndugu zangu. Kipindi asema hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake anaonesha amali yoyote haifui dafu. Ibn Rajab al-Hanbali kwenye Lataif al-Ma'arif akasema hii istithna, anasema uvuliwaji huu aliovua ni uvuliwaji wa pekee na ni amali ya kipekee ambayo hakuna amali nyingine, hii pekee yake ndio ilovuliwa, zilobakia zote hazifui dafu. Hapa ulama sasa wakaingia katika kujadili, je, vipi kuhusu faradhi zinazofanyika nje ya siku gani ya hizi siku 10, zitalinganishwa na sunna zinazofanyika ndani ya hizi siku 10? Wakasema hapana. Kwa nini hazilinganishwi? Kwa sababu kanuni inasema alfardu afdalu minan nafli, faradhi ni bora kuliko sunna. Kwa faradhi ambayo itasaliwa nje ya miezi hii
au nje ya siku 10 hizi, na sunna iliyofanywa ndani ya siku 10 hizi, haiwezi sunna ikaipita ile nini? Faradhi. Kwa nini haiwezi? Kwa sababu al-fardhu afdalu minan nafli, kwa sababu faradhi ni bora kuliko nini? Kuliko sunna. Ila faradhi iliyofanyika ndani ya siku hizi na faradhi iliyofanyika nje ya siku hizi, faradhi iliyofanyika nje ya siku hizi haiwezi kuifikia faradhi iliyofanyika ndani ya siku hizi, na sunna iliyofanyika ndani ya siku hizi na sunna iliyofanyika nje ya siku hizi, sunna ya nje ya siku hizi haiwezi kuifikia nini? Sunna ya ndani ya siku hizi. Wakaenda sasa wakajadili mpaka zile 10 za mwisho wa Ramadhani, mpaka zile 10 za mwisho wa Ramadhani wakazijadili, kwa sababu Allah anasema ndani ya Qur'an, wal fajr wa layalin ashri washafi'i wal watri, mpaka mwisho. Wal fajri, na uwapia muda wa alfajiri, wa layalin ashri, na nazia pia siku 10 au mausiku 10. Hapa ulama wakajadili mausiku 10 gani yanayowapiwa, ni haya au si haya, au ni yale ya mfungo 4 ya Muharrami au ya mwisho wa Ramadhani. Je, vipi kuhusu faradhi inayofanyika mwisho wa Ramadhani na hii faradhi inayofanyika ndani ya masiku haya? Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala akasema faradhi ya masiku haya na babu, kwa sababu ya hii hadithi ilivyokaa. Wengine kwa kuondoa utata wakasema mausiku ya mwezi wa mwisho wa Ramadhani yatakuwa ni bora kuliko mausiku yote ya dunia, na michana ya masiku haya yatakuwa ni michana bora kuliko michana yote ya dunia, kwa sababu kwenye michana hii kuna mchana wa siku ya Arafa, na kwa sababu kwenye mausiku ya kule kuna usiku wa Lailatul Qadr, ili kuondoa utata. Ili kuondoa nini hapo? Utata. Sisi hatupo kuzungumzia ubora wa masiku haya, tuzungumzie nini kifanywe, nini kifanywe, ndo mada yetu. Kwa ili tujue umuhimu na nguvu ya kufanya tuipate, kwanza tujue tupo katika masiku gani. Tushajua. Al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Kitabul Adhkar akaweka mlango mzima wa kuwakumbusha watu waliojisahau na mambo ya kufanywa. Akasema al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kwenye Kitabul Adhkar, fakathiru minan nasi idha jaat ashru dhilhijjati, watu wengi yakija haya masiku 10 ya mfungo 3, inshaghala bil kalami ani siyami, wanashughulika na kuzungumzia habari za watu wafunge. Basi bainama qala Allahu ta'ala, wakati ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumatin, na watu wanatakiwa walitaje sana jina la Allah, wamdhukuru sana Allah katika masiku maalumu. Al-Imamu an-Nawawi rahimahullah akinukuu kutoka kwa Ibn Abbas na akimnukuu pia al-Imamu Shafi'i na akiwanukuu jumhuri ulama, kongamano la watu wa ilmu, asema anna al-maqsuda biha, makusudio ya masiku maalumu, al-ayyamul ashr, ayyamul ashr ni masiku 10. Aliposema Allah wayadhkuru Allah wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumatin, na walitaje watu jina la Allah katika masiku maalumu. Masiku maalumu hapa ni haya masiku 10 ya mfungo 3 kwa kauli ya jumhuri ulama na Imamu Shafi na Nawawi mwenyewe na Ibn Abbas, akiyasema haya kwenye kitabu al-Adhkar. Kwa hiyo akasema rahimahullah, katika amali ambayo watu wameghafilika nayo,
ndani ya masiku haya ni amali ya kukithirisha kumdhukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya sana dhikri. Ndugu zangu, kufanya dhikri ni katika amali kubwa ambayo inatakiwa ifanywe hasa katika masiku haya, kwa mujibu wa kauli ya Allah, wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat, na walitaje jina la Allah katika masiku maalum. Wadhkurullaha fi ayamin ma'lumat. Kwa hiyo miongoni mwa amali ambazo zatakiwa zifanywe sana, mpaka Imamu Nawawi akaweka mlango mzima kukumbusha na kuona watu wamejisahau nayo, ni amali ya kukithirisha kumdhukuru nani ndugu zangu? Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza kuchukulia jambo la kawaida, kwa sababu wasikia watu waongelea dhikri. Dhikri yaweza kutajwa tu dhikri, lakini wewe umenufaika nini na dhikri tangu umekuwa Muislamu? Wanasema watu wa da'wa na tabligh, dhikri ndiyo halawatul iman, ndiyo utamu wa imani. Ukiona wewe uone umuhimu wa dhikri, basi wewe utamu wa imani hujaruzukiwa. Utamu wa nini wewe? Wa imani. Dhikri ndiyo halawatul iman, utamu wa imani. Lakini sio utamu wa imani tu, miftahul khashya. Dhikri ndiyo funguo ya wewe kupata hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ili urudishe hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wepesi, watakiwa ufanyaje? Upende kukithirisha sana kumdhukuru nani? Allah. Tusikilize aya inayosema utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Alafu mbele akasemaje? Wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wala dhikrullahi akbar, na kwa hakika dhikri ya Allah ni jambo kubwa mno, sio jambo la kulichukulia na kawaida, kulichukulia mazoea, kulichukulia hizi. Dhikri ya Allah ndugu zangu ni jambo kubwa mno. Ukilishikilia vizuri utaruzukiwa utamu wa nini? Wa imani, lakini pia utakuwa umeshikilia funguo ya hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Wahidi rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake Tafsirul Wahidi ay al-Wajiz lil-Wahidi, alipokuwa akitafsiri aya wala dhikrullahi akbar, akasema ay akbaru minad dunya wa ma fiha, dhikri ya Allah ni kubwa kuliko dunia na vilivyomo. Kwa hiyo katika vitu vya kuvifanya sana katika masiku haya, na ndiyo riwaya ya Abu Daud alipokuwa akielezea hadithi hii ya ubora wa masiku 10, wazada Abu Daud, akazidisha Abu Daud kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema faakthiru fiha min at-tahlili wat-takbiri, kithirisheni katika masiku haya kufanya nini? Tahlil, kusema sana la ilaha illa Allah, na kufanya sana nini? Takbira, Allahu akbar, tasbihi zile, istighfari, tufanye sana dhikri ya Allah. Na imekuja katika hadithi ya Imam Tirmidhi rahimahullah. Hadithi hii mashekhi wa zamani walikuwa wanaisema sana kuwalea watu wao, lakini sasa hivi inaweza ikawa inasemwa, ima isemwe sana au watu hawaichukulie umuhimu. Hadithi inasema hivi: ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrallahi wama illa dhikrallahi ta'ala wama walahu wa aliman au muta'allim. Hii hadithi ndugu zangu ni hadithi ngumu sana, katika hadithi ngumu ni, lakini huwezi kuijua kama ngumu kama hujaitafakari. Ili uijue kama hii ngumu uifanyeje? Uitafakari. Anasema ad-dunya mal'unatun, dunia imelaaniwa. Hii dunia unaiona imelaaniwa. Unaonaje hiyo hadithi?
hii dunia imelaaniwa. Akasema mal'unu ma fiha, vimelaaniwa vyote vilivyomo ndani yake, illa dhikra Allahi ta'ala, isipokuwa dhikri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waichukuliaje dhikri wewe? Katika vitu ambavyo vijalaaniwa namba moja ni dhikri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wama walahu, na vile vinavyofuatana na dhikri ya Allah. Washereheshaji wa hadithi wakasema ay ta'atullah, anamaanisha taa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio vinavyofuatana na dhikri ya Allah. Kwa maana taa ya Allah ijalaaniwa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye anamtii Allah subhanahu wa ta'ala, taa ya Allah ijalaaniwa. Anayejishughulisha na taa ya Allah, kwa maana yeye hawezi kupata laana. Alafu akasema hivi, illa dhikra Allahi ta'ala wa ma walahu, hiyo wa ma walahu hiyo ay ta'atullahi ta'ala. Alafu akasema wa aliman, na mwana wa chuoni. Mwana wa chuoni hajalaaniwa. Mwana wa chuoni hapa sio mwana sayansi, maana kwa Kiarabu mwana sayansi naye anaitwa alim. Alimu hapa ni mwana wa chuoni ambaye anashughulika na sheria za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu hajalaaniwa. Alafu akasema wa mutaalliman, na mtu ambaye ana mahusiano na wanachuoni, anakubali kujifundisha vile ambavyo wanavifundisha wanachuoni, yeye anaviangaikia kujifundisha, ima kwa kushika vitabu au kusikiliza. Huyu yeye atakuwa hajalaaniwa. Sasa ulama wakasema almal'unu minad dunya, ukisikia kilicholaaniwa katika dunia hii, ma alha an ta'atillah, ni kile kinachopumbaza watu wasimtii Allah, ndio kilicholaaniwa hicho. Kwenye kuitafsiri hii hadithi wakasema ulama almal'unu minad dunya, mtume aliposema ad-dunya mal'unun wa mal'unu ma fiha, dunia imelaaniwa na vimelaaniwa vilivyomo. Akasema almal'unu minad dunya ma alha an ta'atillah, vilivyolaaniwa katika hii dunia ni vile vinavyowapumbaza watu kuacha kumtii nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo sasa utaviingiza unaovitaka wewe. Hapo mimi nakuachia wewe uwanja, utaviingiza. Ndio maana nakwambia hii hadithi ngumu ukiizingatia. Kama hujaizingatia unaichukulia hizi, au sio? Kila kinachokupumbaza wewe na taa ya Allah kimelaaniwa. Maana ya hii hadithi hapo sasa, viingize unaovitaka wewe. Timu zako za mpira ziingize hapo, muziki iingize hapo, sijui nani iingize hapo, makorokolo yako yote yachukue yaingize hapo. Jambo la kwanza la kujishughulisha nalo katika mambo tutakayofanye ni dhikri ya nani, ndugu zangu? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mlango wa dhikri ni mpana, kikubwa tujishughulishe na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kima cha chini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Hii ndio desturi yetu, kwa sababu hii misimu, Uislamu umeweka hii misimu kwa faida mbili. Faida ya kwanza, ili tujirekebishe, tuzinduke. Faida ya pili, tupate malezi na kuacha yale ambayo tunayafanya yasiyofaa, na tuzinduke tufanye yanayofaa. Kwa hiyo unapoichukua dhikri ya Allah, sio kwamba zikiisha hizo siku tena na dhikri imefanyaje? Imeisha. Manake wewe ndio mwenendo wako wa nini? Wa maisha. Jambo la pili katika mambo ya kujishughulisha nayo katika masiku haya ni kufunga saumu. Ni kufunga saumu. Kufunga saumu, ndugu zangu, ni ibada kubwa sana. Anasema al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake Ad-Durrul Mansur, akimnukuu al-Imam Muhammad ibn Nasri. Muhammad ibn Nasri katika sanadi yake akimnukuu Uthman kutoka kwa Uthman Abi Uthman Sabuni, anasema kanu, walikuwa mabwana wakubwa. Tukisema mabwana wakubwa ni wale almutaqaddimin, ni wale waliotangulia katika kheri, kuanzia masahaba
salafu salih na waliokuja baada yao, kwa maana masahaba, matabi'in na waliowafuatia. Anasema kanu, walikuwa wa mabwana, walikuwaje mashaikh? Yuadhimuna 13, wanayatukuza 13. 10 la kwanza, 10 la al-ashra al-awaila min al-Muharram, 10 la kwanza la Muharram, siku 10 za mwanzo wa Muharram. 10 la pili al-ashra al-awwala min Dhul-Hijja, 10 la pili la mfungo 3. 10 la tatu al-ashra al-akhira min Ramadhan, 10 la mwisho wa Ramadhan. Haya 10 hawayaachi yapite bure. Miongoni mwa matendo ambayo wanayafanya, walikuwa wanafunga. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema funga ya masiku haya ashaddu istihbaban, anasema wa ayyamul ashri, na masiku 10 ya mfungo 3 ay min Dhul-Hijja, mustahabbatun siyamuha istihbaban shadida, ni sunna kuyafunga, tena usunna mkubwa mno, sio usunna wa kawaida, usunna mkubwa sana. Haya masiku yafungwe, yasikupite bure. Leo ya 4 Sheikh, kuna watu leo ya 4 wana afya zao mzuri, Waislamu wana sala zao 5, lakini wanakula tu, wanasubiri Arafa. Alafu ikifika na Arafa pia baada afunge anaanza hapa Arafa ya wapi? Unaona, ili asifunge tu anaanza kwanza, yeye ndo wa kwanza anaanzisha Arafa ya wapi, nifunge Arafa ya wapi? Mbona mnanichanganya? Kumbe sio mfungaji wala nini. Wewe kama ulikuwa mfungaji ungeanza tangu mwezi mosi, au si? Na kama mwezi mosi ulikuwa na dharura, imefika mwezi 9, hii funga ya Arafa inafungwa mwezi 9. Sasa hapo ndio itaangalika wewe unafuata mwezi 9 wa wapi. Kama unafuata mwezi 9 wa hapa, funga wa hapa, hata kama kule mwezi 10 au kule mwezi 8. Kama unafuata mwezi 9 wa kule, ndio mwenyewe umeamua, utafanyaje? Basi funga ya kule, usisumbue watu. Sote na unaanza, umeona hapa wapo Arafa hawa, wewe mbona Arafa ni mwezi 9. Wale hawawezi kwenda uwanjani mpaka ifike mwezi 9, na wewe huwezi kufunga saumu mpaka ifike mwezi ngapi? 9. Chagua mwenyewe ya wapi, hiyo kazi kwako, usisumbue watu. Kwa hiyo mtu utakuta shughuliki na kufunga. Leo ya 4 imepita ola, kesho inapita ola, ikifika mwezi 9 baada afunge pia anaanza kusumbua. Jamani, kama unafuata mwezi wa hapa, mwezi mosi tufunga. Kama unafuata mwezi wako kwa mbali, ikifika mwezi mosi funga. Kwa hesabu unahesabu tu, leo mosi mpaka ikifika 9 Arafa 10 Idi. Basi. Lakini haya masiku tusiache yapite bure, tufunge. Miongoni mwa mambo yanayohitajika katika masiku haya ni kuyafunga, ndugu zangu. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, Al-Hafidh kwenye Fathul Bari anasema alladhi yadhhar, jambo ambalo linadhihiri, anna sababa, kwamba sababu fi imtiyazi 10 Dhul-Hijjati, ya kupambanuka kiubora haya masiku 10 ya mfungo 3, limakani ijtimai ummahati al-ibadati fihi, ni kwa sababu ya nafasi ya kukutana, kwa ile nafasi ya kukutana ummahati al-ibadati, zile ibada mama, fihi, ndani yake. Yani haya masiku zinakutana zile ibada mama ndani yake, jambo ambalo hazikutani katika masiku mengine. Akasema wa hiya salatu, nayo ni sala. Katika ibada mama kwenye Uislamu baada ya shahada ni nini? Ni sala. Wasiyam, na saumu. Wasadaqa, na sadaka. Sadaka, kuna sadaka ya wajib, tumezoea kuita zaka, na sadaka ya sunna. Walhajju, na hija. Wala yataatta dhalika fi khairi, na wala hilo jambo haliwezekani katika miezi mingine. Hija, saumu, swala, zaka au sadaka. Mwingine zaka yake ndio inamwajibikia mwezi huu,
au sadaka ziko nyingi zinazofanyika ndani ya miezi hii, sadaka nyingi. Unaweza ukajitolea tu sadaka zako za kila siku. Sasa hizi hazikutani ovyo ovyo katika miezi mingine. Hija ipo katika miezi hii tu, hamna miezi mingine hija. Hili linaonyesha ubora wa masiku haya. Maana yake ulama wanawafikiana kwamba tunatakiwa tufunge, tusiache haya masiku yapite bure. Na saumu, ndugu zangu, ni ibada ambayo si ya mchezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sama yawman fi sabilillah, yeyote atakayefunga siku moja tu katika njia ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ba'ada Allahu wajhahu, Allah subhanahu wa ta'ala atauepusha kwa kuweka mbali uso wake, atauweka mbali minan nari, na moto 70 kharifa, umbali wa miaka 70, kwa saumu ya siku moja. Hii hadithi sahihi kwa Bukhari na kwenye Bulugul Marami ipo kwamba Allah atauweka mbali uso wake au mwili wake, kwa maana uso wake usishuhudie moto, mwili wake usiingie moto. Tajua mwenyewe, useme mwili wake au uso wake. Atauweka mbali na moto umbali wa miaka mingapi? 70, kwa saumu ya siku hii moja. Saumu sio ibada ya mchezo. Na ndio maana kuna watu wengine ukiwakela anasema mimi namfungia siku 3. Na kweli akikufungia siku 3 shekhi, alafu akafanya dua zake utoki, kuonesha saumu sio ibada ya mchezo. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa ofa za saumu akasema, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, kule peponi kuna mlango wa pepo maalumu, huo mlango waitwa Rayyan, mkata kiu. Mkata kiu ndio unaitwa hivyo kwa sababu wale watu walikaa na kiu kwa ajili ya Allah. La yadkhuluha illa saimun, hawaingii kwenye mlango huo isipokuwa watu waliokuwa na tabia ya kufunga. Kwa hiyo tufunge. Ibada ya ngapi hiyo? Ya pili. Ibada ya tatu katika ibada za kujishughulisha nazo, ndugu zangu, katika mwezi huu na masiku haya 10 ni ibada ya taubatun nasuha, toba ya kweli. Bila ya toba hatufiki, ndugu zangu. Wanasema ulama wa malezi, ulama usuluk, kwamba taubatu ni aslul usuli, ni aslu al-usuli au aslul usuli, vyovyote iwe kwa wau au kwa hamza. Aslul usuli ndio asli ya asili zote, au aslul usuli ndio asli ya kufika, kama nataka tufike. Toba. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye Madarijus Salikin anasema toba kwa mja anayetaka kuelekea kwa Allah, toba ndiyo ya kuanza nayo, na toba katikati ya maisha yake yote lazima ipatikane, na mwisho wa maisha yake lazima toba ipatikane. Yani toba ndiyo jambo ambalo atakiwa muda wote mja awe nalo, kwa sababu asubuhi mpaka jioni kuna mengi yanajiri. Sikwambii kwa wiki mzima, sikwambii kwa mwezi. Kwa hiyo toba, Allah anasema ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, enyi ambao mliomwamini Allah, tubieni kwa Allah toba iliyokuwa ya kweli. Yukaffir asa rabbukum an yukaffir ankum sayiatikum, huenda Mola wenu akakusameheni dhambi zenu. Kwa maana tubieni, huenda maana yake ili Mola wenu afanyaje? Akusameheni nini? Dhambi zenu. Tubieni. Sasa hujatubia utakaosamehe. Hata zile hadithi za ofa zile za kusamehewa, ukifanya jambo gani umesamehewa, ukifanya jambo gani, usizitegemee zile. Simaanishi na ukalisha tamaa. Zile unasamehewa dhambi ndogo ndogo, kubwa za toba, lazima ujipange, uandae toba mahususi. Zile unasamehe zile dhambi ndogo ndogo nyepesi, zile ulipita tu ukaangalia mzigo, mzigo huo basi ukitia udhu inasamehewa. Lakini kuna zile kabisa za kuhangaika, kuishia kuangalia ule mzigo, uliufuatilia, zile tena nataka toba.
Haiwezi ukafanya ukasamewa kwa kutia uzu tu. Zile lazima ipatikane nini? Toba. Hii ujipinde uhangaike. Na adhana. Kwa hiyo toba ya kweli ni msingi mkubwa sana, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza vikali sana, akasema watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun, tubieni kwa Allah wote enyi waumini. Kwa maana usije ukasema mimi si muumini bwana, mimi sina swali kila siku, toba nini? Toba watubie wale wa nje wanaofanya maovu, au sio? Allah watu wa kwanza kuwaambia watubie nani? Waumini. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Alafu akasema watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minin, tubieni kwa Allah wote, tena jami'an kaeka wote. Hapa naingia shekhe, imam, muadhini, nani, wote watakuwa wafanyaje? Watubie. Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Katika aya nyingine akasema waman lam yatube faulaika humudh dhalimun, wanaokataa kutubia au madhalim. Manake kutubia ni lazima. Hutaki kutubia, Allah kakutoa katika mlango wa waumini kakuweka katika upande wa madhalim, si hatari hiyo? Kwa hiyo katika amali ambazo tusiziwache nyuma ni kutubia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuwaambia masahaba wake, tubu ila Allah jamia, tubieni kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema yeye mwenyewe, akajiika yeye mwenyewe, fa inni atubu ila Allah wa astaghfiru ilayhi fil yawmi akthara min 70 mara. Mimi mwenyewe mtume na utume wangu natubia kwa Allah kwa siku, natubia zaidi ya mara 70. Na masahaba wanasema tukawa tunamuhesabia katika kikao kimoja tu, mtume akikaa anasema rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, zaidi ya mara 70 mpaka 100. Kikao hichi kimoja kwa siku, mtume kila kijana anakaa vikao vingapi? Sasa wewe unasema hutaki kutubia, wewe muumini gani? Katika amali za kufanywa, amali ya 4 ni kusoma sana Qur'an. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, someni kiasi ambacho kinakuwa chepesi katika Qur'an. Kila mtu ajiwekee uradi wake kiasi ambacho ni chepesi kwake. Kuna mwingine wepesi wake kwa siku kusoma msahafu wote, kuna mwingine wepesi wake kusoma nusu msahafu, mwingine wepesi wake juzu moja kwa siku. Kimacha chini masheikh watuambia kwa siku tusome juzu moja. Tumekosa basi jiwekee hata nusu juzu, kurasa 5 kwa siku upate kusoma. Sasa mimi najua sura hiyo, isome hiyo ili upate uchungu wa kwenda kujifundisha zingine. Irudie hiyo mara nyingi, kwa sababu hiyo si Qur'ani. Hata kama unajua alhamdu ukairudia hiyo alhamdu mara 50, thawabu za kusoma Qur'ani umepata, ila upate na uchungu wa kwenda kuzisoma zingine. Tafuta tuisheni. Watu wanalipa tuisheni hela nyingi, alafu wanasoma hiyo. Wewe ushindwe kulipa hela tuisheni kwa ajili ya Qur'ani, ukamlipa mtu kwa mwezi akufundishe Qur'ani, hujui Qur'ani. Iqra'ul Qur'ana, mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, someni Qur'ani, fa innahu, basi hakika hiyo Qur'an, yati yawmal qiyamati shafi'an li ashabi, itakuja siku ya kiyama kuwaombea walokuwa wanaisoma. So jambo dogo, umekwama siku ya kiyama, jasho nje, Qur'ani inakuja kukuchomoa pale, inakuja kukuombea. Si jambo dogo, naambia wewe toka hapo. Vipi umeombewa na Qur'ani? Unasemaje shekhi wangu? Na hadithi nyingine tele zimekuja kuhimiza kusoma Qur'ani. Man qaraa harfa min kitabillah, mtu akisoma herufi moja tu katika kitabu cha Allah anaandikiwa jema moja, na jema moja linalipwa kwa ngapi?
kwa 10. Na kwenye Qur'ani Allah anasema innal ladhina yatluna kitab Allah, wale ambao wana kawaida ya kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqamu ssalah, na wanasimamisha sala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, na vile tulivyowapa wanatoa kwa siri na dhahir, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur, hawa wanataraji biashara isiyododa. Kumbe mtu anayesoma Qur'ani mbele ya Allah anataraji biashara isiyofanyeje? Isiyododa. Yani biashara yake kauza jumla na kapiga pesa, hajakopwa, hajauza mali kauli. Anayesoma Qur'ani yeye biashara yake haifanyaje? Haidodi, hauzi mali kauli, pia anakuwa amelipwa jumla. Katika amali za kufanya katika miezi hii au masiku haya, amali ya 5 ni swala za sunna na swala za usiku. Swala za sunna na swala za nini? Za usiku. Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi, ulama kwa jina lingine hadithi wanaita hadithul walaya, hadithi ya uwali. Kwa mtu anayetaka uwali wanaitaje? Hadithul walaya, hadithi ya uwali. Kama wewe wataka uwali, sikilize vizuri hii hadithi. Al-Imamu Sha'rani rahimahullahu ta'ala anasema baitul walayati qusimati arkanuhu sadatuna fihi min al-abdali ma baina ju'in wa i'tizalin daimi was-samti was-sahri an-nazihir ghali. Lile jumba la uwali lile, qusimati arkanuhu, zimeshagawanywa nguzo zake. Yani kila nyumba sinakuwa na pembe zake 4. Anasema lile jumba la uwali, qusimati arkanuhu, zimeshagawanywa nguzo zake. Sadatuna fihi min al-abdali, mabwana wetu katika jumba hilo wanabadilishana, wakiondoka hawa na kawa. Lina nguzo zake 4, ma baina ju'i wa i'tizalin daimi was-samti was-sahri an-nazihil ghali. Nguzo ya kwanza wanasema qillatu at-ta'am, kupunguza kula. Hapa kupunguza kula kuna design mbili, ima kufunga saumu au kuwa unakula kwa diet. Nguzo yake ya pili, wa'tizalin daimi, ai i'tizalul anam, kupenda kujitenga na watu. Yani upunguze vikao vingi, kukaa na watu, changanyikeni, ili upate muda wa kufanya ibada zako, kusoma Qur'ani, kufanya dhikri, kutwali ilmu. Huwezi kupata muda wa kufanya mambo hayo kama changanyikeni nyingi. Ukitaka kufika kwenye uwali lazima uwe na utenge muda, uwe una kawaida ya kupunguza kukaa na watu, vikao visiokuwa na faida. Unautaka uwali alafu changanyikeni nyingi, mtajadili, mtateta watu tu, hamna stori muhimu. Muda mwingine vijiweni stori zenyewe zile zishachacha, mwisho wa siku mnaanza kuteta watu tu. Nguzo ya 3, ma baina ju'i wa i'tizalin daimi waswamti, ay qillatul kalam, kupunguza kuongea. Tumeyasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira au liyasmut. Ukiwa muamini Allah na siku ya mwisho, ongea kheri au nyamaza kama una cha kuongea. Nguzo ya 4 katika nguzo za uwali ambazo ulama wameziweka ili ufike katika uwali, hizo nguzo 4 uzizikuzunguke. Akasema ma baina ju'i wa i'tizalin daimi was-samti was-sahri, hii inaitwa qillatul manam, kupunguza kulala, kukesha kufanya ibada. Allah kawasifia ndani ya Qur'an, wale waja wake kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, walikuwa sehemu ndogo ya usiku ndo wanafanyaje? Wanalala. Hizi nguzo 4, alafu ndo uingie ndani kwenye hii hadithi ninayokuambia, hadithul qudsi. Allah anasema man aada li waliyan, yeyote atakayemfanyia uadui wali wangu, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, haachikuwa mja wangu anajisogeza kwangu kwa kufanya nini?
mambo ya sunna, hata uhibba, mpaka nafikia watu anafanyaje, nampenda. Kumbe wewe unajifunza sunna ili uziwache, Allah akupendi. Ndio kinyume chake. Fa idha hababtu, nikimpenda, kuntu samahu, na kuwa mimi ndo sikio lake. Hakubali kusikiliza mambo ambayo mimi siyataki, hakubali. Wa basarahu, na mimi na kuwa nini, na kuwa jicho lake. Alladhi yubsiru bihi, ambalo anaonea, hakubali kuangalia mambo ambayo mimi siyataki. Wa yadahu allati yabtishu biha, mimi nakuwa ndo mkono wake ambao anachukulia, hawezi kuchukua kitu ambacho mimi sikitaki. Alafu akasemaje, warijlahu allati yamshi biha, mimi nakuwa ndo mguu wake ambao anatembelea, hawezi kwenda sehemu ambayo mimi sitaki. Sio maana yake Allah anaingia kwenye mwili wake kama anavyoitakidi wewe Kristo. Maana yake huyu mja anakuwa ameshikamana na Allah kimapenzi, na yeye anakuwa anamuogopa Allah, anamchunga Allah, hawezi kufanya yale ambayo Allah hayataki. Mwishoni akamaliziaje kwenye hii hadithi? Akasema hivi, wa in sa'alani, akiniomba la utiyana, nampa chochote. Akiniomba mimi nampa. Ndio nashangaa kuna watu sasa wao wakikuombea dua tu imetiki. Akasema wala in ista'adhani, akijilinda kwangu mimi na shari yoyote, la uidhanna, ni jukumu langu kumlinda. Hii ulama wanaita hadithul walaya, hadithi ya uwali. Kwa mtu anataka uwali, ashikilie hii hadithi vizuri. Unataka uwali alafu hii hadithi hujaishika, huwezi kuufikia. Katika mambo ambayo ya kushikamana nayo ni mambo ya sunna. Kuswali sala za usiku na kufunga saumu, mlango wake mpana, inatosha hadithi hii. Mwisho katika mambo yaliyobakia, kutoa sadaka. Yako mengi sana, ila tunayataja baadhi, mengine tutayabeba wote kwa ujumla. Kutoa sadaka, tupende sana kutoa sadaka, kwa sababu kwenye ile misimu bora na ile kila amali unayoifanya inakuwa bora, kuna sadaka zetu tukitoa itakuwa bora zaidi sana. Tupende sana kutoa sadaka kwenye misimu kama hii. Na jambo lingine kabisa ni jambo la kuchinja mfungo tatu. Ili nadhani imo watakuwa washazungumzia mashehe au watakaokuja watafanyaje, watazungumzia. Ni jambo muhimu sana. Mtu una uwezo wa kununua mbuzi wa 1,500, hutaki kuchinja, unasubiri mbuzi wa Waturuki, wa Wahindi, wa Waarabu. Kwani dini ya nani? Hii dini yetu wote. Amri za kuchinja tumepewa wote. Kila mtu ambaye Allah amemwezesha kununua mbuzi kuchinja, achinje. Mbuzi anauzwa 1,500, shehe wangu, unao uwezo wa kununua, unasubiri mbuzi kutoka kwa Waarabu umchikichie? Tusifanye hivyo. Kila mtu atie azma ya kuchinja. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Ukiwa mpango wako kuchinja, alafu watu wakakuletea majungu, inna shani'aka huwa al-abtar, wale wanaokuletea majungu wataharibikiwa wao, ndio tafsiri yake. Kwa hiyo tuchinje. Hili tunalihimiza sana, kwa sababu watu wengi wanazembea. Na mwingine unao uwezo wa kununua kilo, ila una uwezo wa kuchinja kwa mwaka huo, basi zikija nyama wewe usichukue, kanunue kilo dukani, hizo waache wachukue watu ambao hawana uwezo. Sio unapiga na watu vikumbo kwenye mitalo mpaka mnatia aibu. Mambo yashapitwa na wakati hayo. Ilikuwa ni ujinga tu, watu elimu hawana. Sasa hivi watu wanaelimishwa, waelimike. Tumesema katika milango ya kuendea uwali kupunguza kula. Sasa ikiwa kwenye kula bado mtu uelezeki, wewe uwali utakushinda. Allah anifanyie pesa. Kwa ujumla zipo mengi ya kufanya, ila mengine tuyabebe kwa ujumla, kwa sababu tuliuona muda mwingi hatimaye umetubana. Kwa hiyo tuyabebe kwa ujumla, matendo yote ya kheri, twaa, ibada na mengine, dhikri na mengine, tuyashike kwa ujumla. Kikubwa tukae katika njia sahihi ya kufanya matendo mema na kujiepusha na mabaya. Hili ndio linalohitajika na ndio kusudio na ndio lengo. Turuhusu maswali kisha tukimu sala.